Mimi naitwa Slim Said Abdallah, ni mjumbe wa bodi ya Zanzibar National Chamber of Commerce, jumuiya ya wafanyabiashara Zanzibar, ambaye pia ni wakili, nikiwa mshauri wa masuala ya kisheria katika chemba ya Zanzibar. Leo nifanya ziara fupi katika ofisi ya Tanzania National Chamber of Commerce, TNCC. Lengo ilikuwa ni moja, kutengeneza ukaribu ambao tayari tuko nao, kwa tunaboresha baina ya chemba mbili hizi, Zanzibar National Chamber of Commerce na TNCC, yani Chamber of Commerce ya Tanzania, zimekuwa na ukaribu na udugu, na tumekuwa tukishirikiana katika kubadilishana uzoefu na mambo mbalimbali. Miongoni mwa masuala ambayo tumekuwa tukishauriana ni jinsi gani ya kuwa na jumuiya makini zaidi, jumuiya ambazo zina uweledi zaidi. Kwa mfano, eneo moja ambalo tumekuwa tukiwashauri wenzetu wa TNCC ni umuhimu wa kuiomba serikali kushawishi kutengeneza sheria ambayo sheria ya chemba ya Tanzania bara, kama ambavyo Zanzibar tayari serikali imekubali kutengeneza sheria ya Chamber of Commerce, ambayo pamoja na mambo mengine inalazimisha kufanya biashara, wenye viwanda na wakulima kuwa chini ya muundo wa jumuiya ya wafanya biashara, kitu ambacho kwanza kinawapa sauti pamoja, lakini la pili inasaidia kupatikana kwa mapato kwa chemba, hali ambayo inafanya chemba kuwa na pumzi ndefu katika kutekeleza majukumu yao ya kila siku. Tutafurahi sana siku tukiona na Chamber of Commerce ya Tanzania bara na wao na sheria kama ambavyo Zanzibar inakaribia kuwa nayo, hali ambayo taasisi zote mbili zitakuwa more strong, zitakuwa more efficient katika kutekeleza majukumu ambayo memba wenzetu wametutuma katika kuwatumikia manufaa mapana ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Lakini jingine ambalo ni habari nzuri zaidi, kama ambavyo wananchi wanafahamu, juzi tulikuwa tuna ziara ya viongozi wa mataifa mawili, yani Tanzania, ambao walimkaribisha Rais wa Kenya. Lengo ni kwa ajili ya kuboresha biashara baina ya nchi zetu mbili, Tanzania na Kenya, na ambapo tulipata baraka na support ya serikali, ambapo chemba tatu, chemba ya Zanzibar yani ZNCC, chemba ya Tanzania bara na chemba ya Kenya, tulisaini MOU, Memorandum of Understanding. Lengo ni chemba hizi tatu kuweza kuwa na mshikamano, kuwa na kuungana mkono na kufanya kazi pamoja. Lengo kuu ni kufacilitate, kuboresha biashara baina ya nchi tatu. Kwa hiyo tunakwenda pamoja na serikali mbili hizi ambazo zipo katika Afrika Mashariki. Na niseme tu, huu ni mwanzo mzuri, lakini mambo mazuri yanakuja zaidi kwa ajili ya kukuza biashara regionally, kukuza biashara katika Afrika ya Mashariki. Kwa hiyo ambapo serikali inaweka mguu, na sisi jumuiya ya wafanya biashara tunaweka mguu wetu kwa ajili ya kuona kwamba private sector inakuwa inachangia kwa kiasi kikubwa uchumi wa nchi zetu katika Afrika ya Mashariki. Juzi tunafahamu kama tulikuwa tuna ugeni wa Rais Samoei Ruto kutoka Kenya. Alitembelea hapa, alimtembelea mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa ziara ya kitaifa, lakini tulipata bahati ya kuwa na ile economic forum, ni Kenya Tanzania Economic Forum. Katika tukio hilo tulipata bahati ya kusaini mkataba wa sehemu tatu, kwamba ni Tanzania National Chamber of Commerce, Zanzibar National Chamber of Commerce na Kenya National Chamber of Commerce and Industry. Huu mkataba ni muhimu sana katika kuendeleza shughuli zetu za chemba na kusimamia biashara. Utawawezesha wanachama wetu wa Tanzania bara na Tanzania visiwani kuweza kuchangamkia fursa ambazo zinapatikana Kenya, lakini pia na Wakenya kuweza kuchangamkia fursa ambazo zinapatikana Tanzania bara na Tanzania visiwani. Kwa hiyo nataka kusema tu kwamba ushirikiano wetu ambao tulianzisha na sisi na ndugu zetu watoka Zanzibar Chamber of Commerce umekwenda sasa nje ya mipaka. Unaona sasa hata Kenya Chamber of Commerce wameona ushirikiano kama unazidi kuboresha, na wao pia wamekuja wakasema tunataka tuwe sehemu ya ushirikiano, ili sasa wanachama wetu ambao wa Kenya
wafanyabiashara, jumuiya ya wafanyabiashara ya Kenya, jumuiya ya wafanyabiashara ya Tanzania bara na jumuiya ya wafanyabiashara ya Tanzania visiwani wataweza sasa kufanya kazi kwa pamoja. Kwa hiyo nataka kusema tu kwamba tumekuwa na furaha sana leo kupokea ujumbe huu. Umekuja rasmi kwa ajili ya kuweza kuongea na kuelimishana, na huu ni mwanzo. Tutakuwa na kutembeleana kwa kila mara, na pia katika viongozi wetu wametoa ushauri kwamba katika kila mkataba ambao tutakuwa tunaingia lazima tutakuwa tunaingia mkataba wa hali tatu, kwamba utakuwa ni mkataba wa Tanzania Chamber of Commerce, Zanzibar Chamber of Commerce na chemba yoyote husika ambayo inataka kuingia katika muungano huu. Kwa kusema hayo, naomba niwashukuru sana viongozi wetu ambao wamekuwa na maono haya ambayo naamini yatakuwa na tija kubwa sana kwa wanachama, taasisi na mataifa yetu kwa ujumla.